Ofisi ya Kanda Nyanda za Juu Kusini imeanzishwa mwaka 2024 ikiwa na malengo ya kutekeleza majukumu ya PPRA yaliyokuwa yanafanywa katika ofisi zetu makao makuu. Ni matakwa ya serikali kuanzisha ofisi hizi kwa ajili ya kusogeza huduma za PPRA katika maeneo ambayo yako pembezoni, na sasa tuko katika kanda hii ambayo tunasimamia mikoa 5. Mikoa tunayosimamia ni mkoa wa Iringa, mkoa wa Njombe, Mbeya, Songwe, Rukwa. Kwa hiyo mikoa hii yote kwa sasa tunaihudumia. Katika usimamizi wa sheria ya ununuzi wa umma, ili kuhakikisha kwamba taasisi za umma zinazofanya ununuzi zinazingatia sheria hii na kuhakikisha kwamba tunaweza kupata thamani ya fedha katika fedha inayolipwa na walipa kodi. PPRA inayo malengo yake, na malengo hayo inayotekeleza ni kuhakikisha kwamba taasisi ununuzi zinatoa upendeleo kwa makampuni ya ndani. Sasa katika kuhakikisha kwamba zinatoa upendeleo kwa makampuni ya ndani, tuna jukumu pia la kuhakikisha kwamba taasisi hizo zinazingatia fursa hizo kwa makampuni ya ndani. Kwa hiyo kuna fursa kubwa kabisa ya kutoa upendeleo kwa makampuni ya ndani kwa bidhaa zinazozalishwa ndani, lakini pia na kwa wataalamu wetu wa ndani. Lakini iko fursa nyingine ya kipekee ambayo tunahakikisha kwamba taasisi za umma zinazingatia, ni hii upendeleo kwa makundi maalum yaliyoko ndani ya nchi, wa Tanzania wanaoweza kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi, na wakijiunga pamoja kama kundi maalum wanasajiliwa na kupata fursa ambazo zinatokana na sheria ya ununuzi wa umma. Kwa mujibu wa sheria ya ununuzi wa umma iliyosainiwa na Mheshimiwa Rais tarehe 29 Septemba 2023 na kuanza kutumika tarehe 17 Juni, sheria hii imeweka bayana maeneo ambayo kwa kweli ni fursa kwa makampuni, kwa wataalamu, kwa bidhaa na Watanzania kwa ujumla. Kwa sababu katika sheria hii imelenga kutoa fursa kwa makampuni ya ndani, kuhakikisha kwamba kwa upendeleo wa kipekee kwa makampuni ya ndani ambayo zabuni ambazo zinafikia bilioni 50, zote hizo zinatolewa kwa makampuni ya ndani. Kwa hiyo zitatangazwa kwa makampuni ya ndani na makampuni hayo ndio yatapewa fursa hiyo. Lakini upo upendeleo pia mwingine kwa makampuni haya kupitia sheria ya ununuzi wa umma kwamba yanaweza kuingia hata ubia na makampuni ya nje, na yakishaingia ubia yatapata upendeleo wa kipekee haya makampuni kwa kupata zabuni ambazo zinatokana na fursa za upendeleo kwa kuingia kwa ubia. Lakini pia makampuni ya ndani bado yana fursa kuingia mikataba midogo na hata makampuni ya nje, na kupitia kuingia hiyo mikataba makampuni haya yanaweza pia kujengewa uwezo kwa kushirikiana na makampuni ya nje, kwa sababu kimsingi ni kwamba makampuni haya yanakuta yana uwezo wa kifedha au vifaa katika viwango tofauti. Kwa hiyo kwa misingi ya kufanya upendeleo huo ni kujaribu kujenga uwezo kwenye makampuni yetu ya ndani, ili baadaye yaweze kuwa na uwezo hata wa kuomba zabuni yakiwa peke yao na kutekeleza miradi mikubwa ambayo inatolewa na nchi yetu. Lakini pia upendeleo uliopo kupitia sheria ya ununuzi wa umma ni kwa bidhaa za ndani. Sheria hii ambayo imesainiwa na Mheshimiwa Rais imetoa upendeleo kwa bidhaa za ndani kwa makampuni ambayo yatasema kwamba yatauza bidhaa ambazo zinatolewa ndani ya nchi, basi kutakuwa na upendeleo wa kipekee. Kwa hiyo ni fursa kwa uzalishaji wa ndani, lakini pia kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi yetu. Lakini pia kuna upendeleo wa wataalamu wetu wa ndani, wanaweza kuingia ubia na makampuni na wataalamu wa nje na kufanya kazi kama vile za ushauri elekezi. Bado pia kuna upendeleo ambao unatolewa kwa ajili ya hiyo. Lakini kuna upendeleo pia wa makundi maalum kama nilivyotangulia kusema hapo awali, kupitia sheria hii kwa ajili ya kutoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kushiriki katika ununuzi wa umma. Katika kutekeleza majukumu yetu ya sheria ya ununuzi wa umma ambayo kimsingi ndio yamepelekea serikali kuamua tuje kwenye kanda, tumefanya uhamasishaji mbalimbali. Katika mikoa hii tuliyokwisha tembelea, tumefundisha sheria ya ununuzi wa umma, kuonesha maeneo ambayo wanatakiwa kuzingatia na hasa ya kiupendeleo. Tumejaribu kueleza fursa zilizoko ili kuweza
pia kuzitumia na kuhakikisha kwamba nyaraka za zabuni wanazozitumia basi wazingatie sheria, kuweka maeneo ya upendeleo. Lakini vivyo hivyo tulipokuwa tunatembelea katika mikoa hiyo, tulikuwa tukitoa elimu ya sheria ya ununuzi kwa taasisi ununuzi, lakini pia tukatoa elimu kwa wazabuni kueleza fursa zilizoko katika sheria ya ununuzi wa umma. Kwa maana hiyo katika mikoa yetu yote mitano ambayo tunaisimamia na vile vile hata halmashauri 27 tunazosimamia, kote tumekwisha fika na tutaendelea kutoa elimu kwa sababu kuna kuwa na mambo ambayo yanabadilika na hasa kwenye jinsi tunavyojenga mifumo kwa ajili ya kuelekeza namna bora ya kuweza kuomba zabuni na kuweza kukidhi matakwa ya zabuni zile kwa kupitia mifumo yetu. Kwa hiyo tumeendelea kutoa elimu kuhusu fursa hizo na watu wengi wameonyesha mwitikio mkubwa kwa sababu kuna kazi nyingi sana ambazo zimefanyika kupitia maeneo haya. Katika upendeleo wa kimkoa kuna zabuni nyingi za ujenzi ambazo zimefanywa na watu wetu wa ndani. Kwa mfano ujenzi wa mashule, vituo vya afya, kuna kazi nyingi zimefanyika na ndio maana katika kipindi kifupi serikali yetu imeweza kufanya kazi kubwa katika maeneo ya afya na sekta ya elimu, kwamba shule nyingi zimejengwa na watu wanaweza kupata huduma bora sasa, na wanafunzi wengi wameweza kushiriki na kadri tulikuwa tunaongea na walimu walikuwa wanaonesha wazi kwamba hata utoro mashuleni umepungua kwa sababu wanafunzi sasa wanasomea katika mazingira mazuri. Lakini pia ukitembelea vituo vyetu vya afya viko katika hali nzuri na bora kabisa, watu wanapata huduma katika maeneo masafi na kazi inaendelea vizuri. Mamlaka ina jukumu la kuhakikisha kwamba kuna kuwa na mifumo mizuri ya usimamizi wa ununuzi wa umma, na sasa tumekuwa nao mfumo wetu NeST baada ya kuwa tulikuwa na ule mfumo wa TANEPS ambao ulikuwa umejengwa kutoka kwa watu wa nje, na mfumo wa NeST tumeujenga sisi wenyewe wa Tanzania kwa kutumia wataalamu wetu wa ndani na kwa kutumia rasilimali zetu wenyewe. Ni mfumo bora na umeweza kuweka vitu vingi na kuepusha matumizi mengi sana ya kutumia makaratasi, na kwa maana hiyo imeokoa hata fedha na uharibifu wa mazingira. Sasa katika huu mfumo watu wengi wameweza kuona zabuni na kushiriki katika zabuni. Zabuni nyingi sana zimeombwa kupitia mfumo wa NeST, na kama unavyofahamu sasa hivi michakato ya ununuzi inafanyika katika ngazi ya chini kabisa, katika level ya kata kule. Kwa hiyo mashule, vituo vya afya kule kuna wataalamu wanafanya ununuzi, lakini wote hawa wanatumia mfumo wa NeST kwa ajili ya kutangaza zabuni. Lakini huko chini kuna watu wanaoomba zile zabuni zinazotangazwa katika maeneo yao, wanaweza kutumia mfumo huu wa NeST kwa ajili ya kuomba zile zabuni. Kwa hiyo ni impact imekuwa ni kubwa kwa sababu mfumo umeweza accommodate watu wengi sana ambao wameweza kushiriki katika upande wa taasisi nunuzi na pia katika wazabuni wanaoshiriki katika zabuni hizi. Kwa ujumla, kadri tunavyoendelea kutoa mafunzo katika maeneo mbalimbali kwa makundi mbalimbali, kwa wazabuni, taasisi nunuzi na hata haya makundi maalum, kwa kweli wanashukuru sana kwa serikali kuweka huu mfumo. Ni mfumo ambao umewafanya wapunguze gharama. Kwa mfano unasafiri kupeleka nyaraka za zabuni, leo hii mtu anakaa yuko chumbani kwake, hakutumia gharama nyingine, anaweza kuomba zabuni akiwa amekaa nyumbani kwake, lakini vile vile hata kuona matokeo ya ile zabuni akiwa nyumbani kwake badala ya kusafiri kwenda mbali. Lakini vile vile hakuna haja ya kwenda stationery na kuingiza nyaraka mbalimbali kama zilivyokuwa zinafanyika huko nyuma. Kwa hiyo wanashukuru sana kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweka huu mfumo wa NeST ambao umewafikia katika maeneo yao waliko, na wameweza kushiriki katika zabuni za ununuzi wa umma bila changamoto yote, na kwamba wanaweza hata kupata taarifa na malalamiko yaliyokuwa yanatokea hapo awali kwenye zabuni yamepungua sana, kwa sababu sasa kila mtu anaona kwa wakati mwafaka, na hata kuweka kama anakuwa na malalamiko anaweza kuwasilisha malalamiko yake kirahisi kwa kupitia huu mfumo. Kwa hiyo hakuna haja ya kusafiri, hakuna haja ya kuingiza karatasi, hakuna haja ya kuonana na watu wanaohusika na ile michakato ya zabuni kupitia taasisi nunuzi, na badala yake mtu anaweza akafanya mwenyewe na kumaliza mwenyewe na kupata matokeo mwenyewe. Labda ataweza kuonana nao wakati wa utekelezaji wa mradi na kuwasilisha mkataba wake aliosaini. Makundi maalum ni eneo ambalo sheria ya ununuzi imetilia mkazo. Tunahitaji uchumi ambao unashirikisha watu wote, na kwa sababu watu wengi wapo na wanatoa huduma mbalimbali na serikali bado inahitaji huduma mbalimbali kutoka kwa watu hawa, basi sheria hii imetoa fursa hiyo na makundi maalum yamejitokeza. Ni kweli kwamba hayajitokeza kwa wingi kwa sababu ya elimu bado inakwenda taratibu, tunaendelea kuwafikia, lakini
wamekuwepo watu wengi ambao wameunda makundi na wamepata zabuni. Kuna zabuni mbalimbali ambazo wamezipata katika halmashauri zetu na taasisi nyingine za umma, na kama vile TANROADS, TARURA, kuna kazi wamekuwa wanapewa kule za usafishaji kwenye mitaro, masuala ya kazi ndogo za kwenye ujenzi wa mabarabara huko. Lakini pia kwenye ukanda wetu wameweza kupata kazi kutoka TFS, wakala wa misitu, wanatoa kazi mbalimbali kwa makundi hayo. Lakini taasisi kama vile halmashauri zinatoa kazi zake kama vile usafi, huduma ya chakula. Makundi haya yamekuwa yanafanya kazi hizo. Wako wamama wengi ambao wamejitokeza katika eneo hili na vijana. Bado kundi la ambayo bado hayajitokeza sawa sawa ni kundi la wazee na watu wenye ulemavu. Tunaendelea kutoa elimu, na kama unavyofahamu hata leo tulikuwa kwenye halmashauri ya Mbeya tukiendelea kutoa elimu kwa makundi haya, na wengi wameonyesha mwitiko na wameahidi kufika kwa ajili ya kukamilisha taratibu zao kwenye halmashauri kwa ajili ya usajili, na wameahidi kwamba tutaweza kuregister makundi hayo kwenye mifumo yetu ya NeST mara baada ya kukamilika taratibu za kule chini. Tumekuwa na mikutano na maafisa maendeleo ya jamii kwa ajili ya kutoa elimu ili waweze kupata elimu hiyo na kushiriki katika kutoa elimu kwa makundi maalum yaliyo katika ngazi zao. Kwa hiyo tumekutana na maafisa elimu wilaya, maafisa maendeleo ya jamii kata, na wao wameshiriki katika zoezi la kuanza kutoa elimu. Tuko nao sambamba kwa ajili ya kutoa elimu katika maeneo mbalimbali. Tunaendelea na zoezi hilo. Tutatembelea halmashauri zote kwa ajili ya kuendesha mafunzo haya. Tuko nazo halmashauri 27. Halmashauri zote tutazifikia kwa ajili ya kushirikiana na wenzetu wa maafisa maendeleo ya jamii. Lakini pia tumejipanga kwenda kwenye vyuo vikuu na vyuo vinavyotoa elimu za ufundi kwa ajili ya kutoa elimu, kwa sababu kunakuwa na vijana kule ambao wanatarajiwa kuhitimu, na hivyo waweze kufahamu fursa zilizoko kwenye sheria ya ununuzi wa umma, kwamba wazitumie hizo fursa watakapokuwa wametoka vyuoni. Kwa hiyo tumejipanga kwenda huko kuhakikisha kwamba tunawafikia na waweze kushiriki katika fursa hizo. Huko nyuma kumekuwepo na malalamiko kwamba labda wanacheleweshwa kukamilishiwa taratibu za usajili. Lakini tumeongea na kupitia mafunzo tunayotoa na kwa maendeleo ya jamii kuhusu malalamiko hayo, lakini pia kwa mujibu wa hali ilivyo sasa na jinsi idadi ilivyoongezeka, ni dhahiri kwamba watu wamekuwa na mwitikio na changamoto zile zimepungua. Kwa maana hiyo maafisa maendeleo ya jamii wanaendelea kutoa elimu kwa makundi hayo na kuyasajili na kuwasilisha. Ndio maana hata idadi imeongezeka. Tunatarajia kwamba idadi hii itaendelea kuongezeka kwa sababu tunaendelea na zoezi hili katika halmashauri zote. Na sasa hivi tumekwisha fanya kwa mwaka huu tumekwisha fanya halmashauri 3. Tunatarajia kwenda kwenye halmashauri nyingine zilizobaki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanasajili makundi mengi kadri itakavyowezekana. Tunapenda kuwaeleza wazabuni walioko kanda nyanda za juu kusini kwamba ziko fursa nyingi katika sheria ya ununuzi wa umma ambazo wanaweza kuzitumia. Ziko taasisi zilizoko huku, kwa mfano kuna taasisi niliyoitaja mwanzo kwamba TFS wana misitu, lakini shughuli zinazofanywa pale zinahitaji watu wa kuzifanya. Kwa hiyo kupitia makundi maalum wanaweza kuomba zile zabuni za kufanya kazi za TFS ambazo wanakuwa wanazitangaza kwenye zabuni zao, kwa sababu wanajua wanao wajibu wa kutenga 30% kwa ajili ya makundi maalum. Lakini ziko TANROADS wako huku kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Wako TARURA, lakini ziko taasisi nyingine ambazo zinafanya shughuli zake, wanahitaji huduma ya chakula, wanahitaji huduma ya usafi, lakini kuna masuala ya usafi wa mazingira katika maeneo mbalimbali ambayo yanapata huduma za kijamii, lakini maeneo haya yanasimamiwa na taasisi za umma. Kwa hiyo maeneo yote hayo ni fursa kwa makundi maalum, lakini pia hata makampuni kutumia fursa hizo kwa ajili ya kuomba zabuni zinazotangazwa na taasisi za umma. Nyanda za juu kusini ndio gara la taifa. Kuna chakula kwa wingi kinapatikana huku. Kwa hiyo hata wale wazabuni wanaotaka kuuza vyakula vyao kwenye taasisi za umma wanaweza kupata vyakula na kuuza kwenye taasisi za umma kwa wingi na kwa gharama nafuu kutokea kanda za juu kusini. Tunawakaribisha sana wadau wote wa ununuzi kwenye ofisi yetu ya PPRA iliyoko hapa Mbeya kwenye jengo la NHIF. Na kwa wale mlioko mbali mnaweza kupiga simu. Simu yetu ni 0252 957456. Narudia 0252 957456. Tunawakaribisha sana.